Hakika imelia mbiu ya kanisa la Mtume Paulo Tanzania. Paulo imelia mbiu ya Mtume Paulo, imelia mbiu ya Mtume Paulo. Twende tukajifunze kwamba kuishi kwetu ni Kristo na tukaonyeshe kwamba kuishi kwetu ni Kristo. Imelia mbiu ya Mtume Paulo, imelia mbiu ya Mtume Paulo. Twende tukajifunze kwamba kuishi kwetu ni Kristo na tukaonyeshe kwamba kuishi kwetu ni Kristo. Paulo imelia mbiu ya Mtume Paulo, imelia mbiu ya Mtume Paulo. Twende tukajifunze kwamba kuishi kwetu ni Kristo na tukaonyeshe kwamba kuishi kwetu ni Kristo. Imelia mbiu ya Mtume Paulo, imelia mbiu ya Mtume Paulo. Twende tukajifunze kwamba kuishi kwetu ni Kristo na tukaonyeshe kwamba kuishi kwetu ni Kristo. Paulo imelia mbiu ya Mtume Paulo, imelia mbiu ya Mtume Paulo. Twende tukajifunze kwamba kuishi kwetu ni Kristo na tukaonyeshe kwamba kuishi kwetu ni Kristo. Imelia mbiu ya Mtume Paulo, imelia mbiu ya Mtume Paulo. Twende tukajifunze kwamba kuishi kwetu ni Kristo na tukaonyeshe kwamba. Nafurahi ni mara ya pili kufika Ruzinga. Na wapenda katika Kristo. Nawapenda sana. Na ninaamini na wageni mliofika leo, Mungu awabariki. Ni upendo wa hali ya juu. Mungu awabariki sana kwa siku ya leo. Kubali kuungana na mchungaji Matias na kanisa zima mkaamua kwenye sherehe ya kufikisha mwaka mmoja. Kwa majina naitwa mtume wa Mungu aliye Dr. Wilbard Mpapi, tukiongezea lingine twa Wilbard Mpapi Zeramula au Domisiani Elmani Zeramula. Tuko pamoja hapo? Tuko pamoja? Nimepatana na mke wangu anaitwa, apungie mkono, anaitwa Lilian Wilbard. Mama mtume. Amen. Lazima mama yangu mzazi na kusema Afrika aone hata wafurahi kaka. Amen. Ndogo wangu rafiki yake na mwalimu model. Amen. Kaka yangu anaitwa Peter Kakulu. Amen. Kwa mjina tunafahamu kanisa la Mtume Paulo Tanzania na miaka 9 na miezi. Waumini wa makao makuu wanaenda kwenda kama labda 3,000 au 2,000 na mikoa nje na nje ya nchi. Ni kanisa ambalo na leo lianza nyumbani hivyo hivyo kama mlivyosikia hili. Kanisa la Mtume Paulo hayapeleki mchungaji kusoma au nini. Ni neema ya Mungu. Naitwa na Mungu naanza. Tuko pamoja. Kama anavyoambia mchungaji Matias, nakumbuka anakuja amevaa makoti mangapi? 3 mwilini, anatetemeka, anasema yeye ametokea wapi? Sio mchungaji, anatoka yani anauma iko sikitule pale. lakini unamwona mpaka hata kusimama anasema yataka kufa. Kwa neema ya Mungu alipofunguliwa
tapika, akasimama akawa muumini kwa muda mrefu. Amen. Roho wa Mungu akamtembelea, ndio maana alipostaafu tukamwambia roho wa Mungu na roho yangu na roho yake zitaenda Ruzinga, zitafanya kazi ya Mungu. Amina. Tuko pamoja. Amina. Na alipokuja na baadaye alipokuwa Ruzinga, mnakumbuka alienda sio asome, nikamwambia kazi ya Mungu aisomewe. Kazi ya Mungu ni wito. Kazi ya Mungu ni Wito. Unaweza kusemea kwamba mtu akija kutapika usome hapa, au kuja kuombea mtu apone utasoma hapa. Ni kumwamini Mungu na kwa neema. Amen. Kwa sababu Yohana 14:12 nasema amini, yani aminie mimi. Kazi ninazofanya mimi naye atafanya, na mna kubwa kuliko hizo atafanya, kwa mimi naenda kwa nani? Kwa Baba. Neno nasoma, lakini kazi huwezi kuisomea. Unaelewa baba? Neno nasoma. Hata mimi sikwenda kusoma. Mimi nilikuwa Roma, nimekuja Roma kama mnavyosikia story yetu. Sasa kazi ya Mungu ni kuachia mwana aachie Roho Mtakatifu. Kwa Wahaya wanasema umuzimu gwananka. Kwa hiyo ukisema Yesu unakuwa unaongelea Yesu anamwakilisha Baba na Mwana watenganisha. Sasa Roho Mtakatifu ni mzimu wa Yesu. Tuko pamoja hapo? Kwa hiyo mzimu wa Yesu ndio Roho Mtakatifu. Anaposema nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine akae nanyi hata milele, ndio Roho Mtakatifu. Mstari wa 16 na 17. Yohana sura ya 14 kuanzia mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Amri ya Yesu ni upendo. Ni upendo, upendo palipo hamna chuki. Yote yaliyotendeka hapa ni upendo. Pasipo upendo usingekuja. Mungu awabariki. Amina. Upendo ndio unaosababisha yote. Eti unafurahia michango. Usifurahie michango, furahia upendo. Joel, Mungu akubariki. Na maana ulioonyesha haya ni upendo uliopandikiza kwa watu. Nasema Ukristo sio dini, dini ni vyama. Mungu akubariki. Naomba wanaobatizo wasimame. Naomba Charles mwanangu na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuyashika yote ambayo Mungu amewapa wazazi wako kupitia mimi, ya ukulie katika Ukristo na uishi katika Kristo, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mchungaji Lawson mwanangu na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na nakuwa katika ulinzi wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Karokorayomani na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na Mungu akutetee na kulinda. Erika Story na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu akuweke katika ulinzi wa Roho Mtakatifu na malaika. Amina. Lakini Mungu anafungua watu wanaoana, alikuwa afunga ndoa anafunga, na ile usiku lazimisha mtu. Wewe unataka kufunga ndoa usali hapa hipo. Ni mtu anaguswa. Tumeona tu Mungu. Wewe mama simama. Kama sio sasa unaona Dr. Papras. Ndio kwenu huko. Mimi juzi nilikuwa Mwanza. Sasa nilipata taarifa. Nimetoka nyumbani na kibimbi, nilikuwa 50 kwa pikipiki, nikasema lazima niende. Sio tunamuona Mungu. Makofi. Lakini sio kwamba na waamini, you know. Kumbuka alipokuja yule mama. Sio kuna mtoto juzi. Alikuwa shida gani? Bali tulikuwa mfano. Maji mswaki. Alikuwa na ngapi yule? Yuko kidato form 6, form 5. Imani brother ametolewa hivi, wanataka kwenda kumtoa nyingine. Mtoto mdogo binti analia, ana maumivu makali. Si ndio? Tafsirie mama, chini mama analia. Kwa sababu anataka tamaa, walishamtoa ovali moja, yuko form 6, binti mzuri. Unamwambia hii haitolewi na namuunga nyingine, unamfanya tengenezwa pale kanatapika nini, anacheza shule amekaenda shule.
Kamishani na shule. Sasa ulipa 50,000 mama. Ukaenda pale ukanaweka mchezea Mungu akuzinga. Niko sababu. Ovali hiyo kutoa ovali alilipa hela. Lazima ulitolewa wapi? Walifanyia wapi operation? Nani? Izimbe. Sisi ndo alipa hela. Sasa Yesu ameiponya hii nyingine. Na ameponya hii. Unalipa 50. Mimi uliomba hela? Hapana. Kuna choomba na kanisani? Hapana. Uliomba Mungu. Nilipa 600. Kule. Sasa ametoa 50. Unasema tofauti. Bwana 50 amenipa mimi. Haoni Mungu sasa kishamwona Mungu mtu. 16. Siko umeelewa? Sasa ndio na mwangalia tu nakwambia, mwangalie familia ndio familia ya Dr. Papras. Si ndio wewe? Ndio, ni mdogo wangu. Na hapa picha. Huyu dada yake, huyu kaka yake ndiye alikuwa Dr. wa Kanumba, aliyekufa naye mikononi. Aliyekufungwa na ruru. Miaka 6 aliyekufa amefika mkononi. Kaka yake alikuwa tajiri, baada ya Kanumba kufa akawa kichaa. Mama, kweli sio kweli? Ni kweli. Akawa kichaa na shida baba yake, shida baba. Akawa brother nielewe. Kichaa kutokuwa na viatu, mtu alikuwa tajiri na nini? Na hao wakawa wanamuogopa kama ni Freemason, hawataki kwenye familia aende. Wewe changamoto katika maumivu, katika magonjwa, ninakuamuru kwa jina la Yesu wa Nazareti. Come out of there. Asante Yesu. Out. Thank you Lord. Come out of there. Surrender. Surrender. Fire the name kwenye msalaba. Bye bye. Jesus name. Asante Yesu. Shangilia Mungu aliye hai. Out. Come out of there. Baba, ninakushukuru kwa matendo yako makuu. Nakushukuru kwa uponyaji. Umebeba yote. Ulisema Mathayo 11:28. Njooni kwangu wote wanaolemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Mama, kamka ujikague mwili wako. Mshangilie Mungu aliye hai. Mpigie Mungu makofi na umshangilie Mungu anayeponya. Niangalie, sema asante Bwana Yesu. Simama hapo. Jikague popote ulipo unaumwa. Pale hivi ushoka kuniangalie. Niangalie mimi. Umeumwa kwa muda gani? 2010. Haya, inama. Inuka. Inama. Inuka. Luka mama, wewe ni mpya ndani ya Yesu. Mpigie Mungu makofi, mshangilie Mungu aliye hai. Kuna shida zile tena. Kagua hivi mama, niangalie. Unajua gani? Haya, shukuru kwa ganda nisikie. Maana mimi teaching hapo chini maso. Mpe maiki. Mpe maiki, eh? Makofi kwa Mungu. Mungu akutetee. Mathayo 15 utaona yule mama aliyekuwa na mtoto aliyekuwa ni mgonjwa. Yesu aliposikia habari za Yesu alienda kwa Yesu akimsia mponye mwanae. Yesu aligoma. Alimwambia sio kachukua chakula cha watoto ukapa mbwa. Maana yake yeye alikuja kwa ajili ya mzinga, sio mtukula. Lakini mama alivyogoma akamlilia Yesu, Yesu alimwambia kwa imani hiyo mwanao amepona. Nami nasema wewe mama umepona, na wewe yesikia umepona kwa jina la Yesu. Langu naitwa Christina Wichstrausi kutoka Buyango. Amen. Yaani nimekuja hapa nimepokelewa vizuri na baba mchungaji Johannes huyu. Alinipokea. Mimi kwa kugusiwa kwangu kwa uponyaji. Ulikuwa unaumwa nini? Nilikuwa naumwa mgongo, magoti. Baba. Kwa muda gani? Kwa muda gani? Na pressure. Yaani nimemaliza miaka kama 20. Ndio. Nimeshikwa magonjwa hayo. Na sasa naomba baba uniombee nitapona, na naamini kwa imani yangu nitapona. Wamenipima vidonda vya tumbo. Lakini na vidonda mengine ulipona kwa Yesu alipokuponya. Sasa hizo na vidonda. Sasa hivi umenipima vidonda. Nimetoka Ijumaa hapa hospitali ndani. Mungu akutetee. Amina baba. Baba, mimi kwa kukusia naona hii kanisa ina uponyaji. Anayeponya ni Yesu. Kanisa linapona. Ndio. Mimi nilitoa 10,000. Makofi watu.
kutoka Mwanza. Diana yupi? Diana Kazaura. Yule binti mnene. Yule binti mnene. Ndio mtoto wangu basi. Ndio connect mpaka hapa akasema nenda kule mama. Wewe ndio mume wako alikuwa hawezi kutembea? Ndio baba ndio. Akataka sana na fimbo. Ndio. Akapona. Ndio. Oh. Ndio. Usilie. Ananipigania katika magumu yangu. Anasimama nami. Kama mnakumbuka kipindi kile kuna mzee alikuja kanisani, walimtoa Bugando. Wanasema hawezi kupona pingili, hawezi kusimama. Mzee mmoja alikuwa mrefu mrekaona, alipopona alibaki akalia akaruka chini. Aliponaga zamani kipindi cha nyuma. Unaona niangalie. Wewe ndo mama yake? Mimi ni mzee wake. Pole. Niangalie mimi. Jesus name. By the name. Santos. In the mighty name of Jesus. Come out of the name. Fire in the name. Mighty name of Jesus. Asante Yesu. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Shangilia Mungu aliye hai. Rudi mama. Rudi. Rudi. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Fire. That is. Amen. Mungu sifa na utukufu. Shangilia Mungu aliye hai. Tembea baba pasikie. Pigia Mungu makofi na vigelegele. Ulikuwa unalia, sasa unacheka. Shida unasikia nini? Furahi baba. Unasikia nini tofauti? Sikia. Hebu fanya hivi. Natemka. Tembea, hapo kwa tembea msinde? Ndio baba. Sasa tembea tuone. Ule
pokea sifa. Uinuliwe, uinuliwe, pokea sifa, pokea sifa Baba. Mwije tumusime, tumusime Mukama, ebyatukora ile nebyamani. Mwije tumusime. Entumwa ya Mungu wilibali mupapi ya gogo muri Rusinga. Nazakiye byashuba byo byona ari mupapi we. Tata tuwa maromo akagumo wakweli kanisa yo mtakatifu Paulo Musinga kiombe byazo kile byona abati zile bona waitu abuka tukwajira bata kumusha iwe tukwajira bata ikukana wakumaja iwe Thank you.
Sasa nyama na sababu zika. Bana ndio